Ndugu wadau wa sekta ya ufuta, mimi naitwa Fadhili Mkulu, ndio mkuu wa wilaya ya Songwe, na leo nimesimama hapa na mwakilisha mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye kwa majukumu mengine. Pia niwakaribisha sana katika jukwaa hili kwa lengo la kujadili maendeleo ya zao la ufuta katika mkoa wetu wa Songwe. Ndugu wadau wa sekta ya ufuta, mkoa wa Songwe una eneo linalofaa kwa kilimo hekta milioni 1.9. Jumla hekta 85,600 zinafaa kwa kilimo cha zao la ufuta, ambapo wastani wa hekta 35,783 hulimwa kila mwaka. Hivyo kuna fursa hekta zaidi ya 49,000 za kuongeza maeneo ya uzalishaji wa zao la ufuta. Uzalishaji wa hekta ni wastani wa tani 0.5, ambapo uwezo wa uzalishaji kwa hekta ni tani 1.5. Kiwango hicho cha uzalishaji hakiridhishi na sio tija kwa wakulima wetu ambao serikali inawajali na kuwapa ruzuku na pembejeo. Ndugu wadau wa sekta ya ufuta, sekta yetu ya ufuta ina fursa nyingi zikiwemo uwekezaji wa ghala za kuhifadhia mazao, lakini pili, kuongeza maeneo ya uzalishaji kwa zao la ufuta kwa kuwa mkoa una hekta zaidi ya 85,000 zinazofaa kuzalisha ufuta na hazitumiki ipasavyo. Fursa nyingine ni pamoja na uzalishaji wa mbegu bora za ufuta, lakini pia kuongeza huduma za ugani. Kadhalika, fursa nyingine ni viwanda vya kuchakata ufuta. Tulipokuwa kule, anasema Mheshimiwa Rais, tulikuwa na kikao kingine ambacho ni muhimu hapa kwa ajili ya sekta hii. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Momba aliongelea hili jambo la viwanda vya kuchakata ufuta. Ni fursa iliyo wazi, sio lazima tuweze kupeleka nje ya nchi, na kuweza sisi wenyewe hapa tukajipanga vizuri na viwanda vyetu vya kuchakata ufuta hapa. Kwa hiyo ni fursa. Ndugu wadau wa sekta ya ufuta, sekta ya kilimo kwa hivi sasa imekuwa kwa asilimia 4.6 na imechangia asilimia 26.9 kwenye pato la taifa, na imetoa ajira kwa wananchi kwa wastani wa asilimia 65, na imechangia zaidi ya asilimia 100 upatikanaji wa chakula kinachozalishwa nchini. Aidha, sekta hii imechangia kwa asilimia 65 upatikanaji wa malighafi za viwanda na imeendelea kuwa kichocheo muhimu katika ukuaji wa viwanda nchini. Hivyo basi, ndugu zangu wadau, sekta hii ya kilimo ni muhimu sana katika ukuaji wa uchumi, usalama wa chakula na lishe, upatikanaji wa ajira, kupunguza umaskini na kuongeza fedha za kigeni. Ufuta wewe! Ufuta wewe! Ndugu wadau wa sekta ya ufuta, uzalishaji wa ufuta na mazao mengine ya kilimo kwa sasa unaathirika sana kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Mabadiliko haya yanatokana na shughuli za binadamu zinazofanyika pasipo kuzingatia uhifadhi wa mazingira. Sasa nitoa wito kwa wadau wote wa utunzaji wa mazingira. Ni wajibu wa kila mwananchi kwa kufanya kilimo endelevu kwa kuzingatia mbinu bora za kilimo hifadhi, kutunza vyanzo vya maji na kutokatakata miti ovyo. Ndugu wadau wa sekta ya ufuta, tunao mfumo wa stakabadhi ghalani ambao umesaidia sana kwa mambo yafuatayo. Moja, kupata takwimu sahihi za uzalishaji kwa msimu. Kwa mfano, kwa msimu 2024/25 uzalishaji ulikuwa tani 13.8 za ufuta. Songwe peke yake kwa maana wilaya ilikuwa ni tani 10,020.66 na Momba ilikuwa tani 3.8. Halmashauri zilipata mapato shilingi bilioni 1.1 kwa Songwe, milioni 803.2 na Momba milioni 311, na wakulima walilipwa shilingi bilioni 37.1, ikiwa kwamba Songwe ni bilioni 26.7 na Momba bilioni 10.39. Lakini faida nyingine ya stakabadhi ghalani ni ulinzi bora wa mazao. Nyingine faida ni bei nzuri na ya ushindani, na mapato ambayo yanasaidia kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri na kukuza uchumi wa wakulima wetu na taifa kwa ujumla. Lakini pia faida nyingine ni usalama wa fedha kwa malipo ambayo yanapitia kwenye akaunti zetu.
Katika misimu iliyopita hapa malipo alikuwa anapitia CRDB, kwa hiyo usalama wa pesa ulikuwa ni wa uhakika, na nina matumaini kwamba kwa miaka hii au mwaka huu, msimu huu, basi tutakuwa na mikakati mizuri zaidi ya kuhakikisha kwamba wakulima wanakuwa na usalama wa pesa zao. Faida nyingine ya stakabadhi ghalani ni kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno kwa kuhifadhi kwenye ghala zenye viwango, na hii ni fursa kama tunasema, maghala mengi yanahitajika, tuna upungufu wa maghala. Kwa hiyo ndugu zangu ambao wana uwezo, jitokeze kwenye kujenga maghala mengi zaidi. Faida nyingine ni upatikanaji wa mitaji, kwa vile stakabadhi hutumika kama dhamana kwa wakulima wanapotafuta mikopo kwenye benki au taasisi zingine za kifedha. Ndugu wadau wa sekta hii ya mafuta, mwisho napenda kutoa wito kwenu wadau wote wa mafuta mkoa wa Songwe kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali iliyopo katika kusimamia mfumo wa stakabadhi ghalani ili kuhakikisha wakulima wanapata huduma iliyokusudiwa. Na baada ya kusema hayo, ndugu zangu, natamka sasa kuwa soko rasmi la uuzaji mazao ya mafuta katika mkoa wetu wa Songwe ni mfumo wa stakabadhi za ghala, na kwa maneno hayo nimezindua rasmi msimu wa ununuzi wa mafuta kwa mwaka 2025-2026. Asanteni sana kwa kusikiliza.